Siku ya 5 ya mwezi wa 7 2026. Mungu wetu anaendelea kuwa mwaminifu kama ilivyo asili yake. Upendo wake na wema wake ni wa milele. Ni tabia halisi ya Mungu. Kwa kuwa hatuhesabii makosa yetu tena, wala dhambi zetu tena. Wema wake umetuita wote duniani, wote, bila kujali historia, bila kujali imani za kidini, bila kujali maisha ambayo pengine umekuwa ukiishi. Yesu Kristo alitufia wote bila kujali dini zetu. Wema wake ni wa milele. Kabla sijaanza tafakari ya leo inayotoka kwenye Rhapsody ya Uhakika, Rhapsody ya Uhakika inayoandaliwa na mchungaji Chris, nataka nikupe mfano huu. Mtu anakupa tiketi, anakuambia karibu kwenye sherehe. Ni jambo moja kuipokea tiketi hiyo, yaani kukubali mwaliko. Ni jambo la pili kuhudhuria, kwenda kutumia hiyo tiketi, huo mwaliko, kwenye mwaliko wenyewe. Kwa hiyo Mungu wetu kwa kumtuma Yesu Kristo alikupa au ametupa wote tiketi, mwaliko kwenye ufalme wake. Ni jambo moja kuwa nao, ni jambo jingine kuitikia mwaliko huo na kuenda kwenye huo mwaliko. Hizi tafakari zinatukumbusha kwamba ni vizuri tukaukubali mwaliko na kuitikia na kuchukua hatua ya kuutumia huo mwaliko. Ndio wokovu halisi katika Kristo Yesu. Tafakari yetu leo, jina langu Zawadi, kama kawaida na kukaribisha tutafakari pamoja neno. Tafakari yetu leo kwa mujibu wa mchungaji Chris inasema maarifa ya asili yako ya kweli. Maarifa ya asili yako ya kweli. Mstari wa msingi uko katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 13. Mstari huu unasema, nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Narudia tena, nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Katika ufafanuzi, mchungaji Chris hapa anatuambia kwamba Mungu anataka ujue wewe ni nani. Sio ubashiri, sio udhanie, ila ujue, ufahamu, ujue. Mtume Yohana akiandika kwa Roho Mtakatifu anasema, nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele. Hili linahusu utambulisho wako, ulicho nacho na ulivyo ndani ya Kristo sasa. Wewe ni wa kiungu kwa sababu unao uzima wa milele, uzima wa kiungu. Mfikirie mtume Yohana aliyeandika kile tulichokisoma katika mstari wetu wa msingi. Wakati wa kipindi cha dhiki kuu, baada ya Yohana kuwa amekamatwa, walimweka ndani ya pipa kubwa la mafuta linalochemka ili wamkaange akiwa mzima, akiwa hai. Walijizatiti kumwangamiza, lakini baada ya kuwa moto umewaka mpaka ukazima, Yohana akasimama kutokea kwenye lile pipa. Hawakuweza kumuua kwa sababu kulikuwa na kitu kuhusu yeye. Hapo ndipo usemi huu ulikoanzia, Mtakatifu Yohana wa kiungu. Mtakatifu Yohana wa kiungu. Hawakuweza kumwelezea. Walisema huyu si mtu wa kawaida. Hivyo wakamtupa kwenye kisiwa cha Patmo
na kumwacha huko. Sasa hebu fikiria jambo hili. Je, ni Yohana pekee ndiye aliyekuwa wa kiungu? Hapana. Kilichomfanya awe wa kiungu ni uzima aliokuwa nao ndani, ule uzima wa milele wa Mungu ndani yake, na ufahamu wa uzima huo. Uzima huo ndio ulioupokea katika Kristo. Biblia inasema wewe ni mshiriki wa tabia au asili ya kiungu, ukiangalia waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 4. Hiyo maana yake ni kwamba wewe si mtu wa kawaida. Wewe si mwanadamu tu. Wewe ni kiumbe Mungu uliounganika na kuwa mmoja na Mungu, kwa sababu unao uzima wa Mungu kwenye roho yako. Lakini lazima hili likupambazukie ndani yako, vinginevyo utafikiri, utazungumza na kuitikia kutokea kwenye mtazamo wa kawaida tu, wakati hiyo si asili yako ya kweli. Biblia inaposema ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, maana yake ni kuwa Mungu anataka ujue na kutembea na kuenenda kwa ufunuo huo. Anataka huo uwe ndio ufahamu wako wa sasa, wa saa hii halisi, saa hii. Anataka uwe na ufahamu timilifu wa kwamba uzima ulio ndani yako ni wa kiungu. Anajua kwamba hili likiwa halisi kwako, mwitikio wako utaakisi na kuenenda na asili yako, na matarajio yako yatainuka kufuatana na uzima wa ndani yako, uzima ulionao ndani yako. Haleluya. Ukiri, mimi ni mshiriki wa tabia na asili ya kiungu, na ninaishi kwa ufahamu huu timilifu wa uzima na uhai wa Mungu ulio ndani yangu. Ninatembea katika utawala, ujasiri na ushindi, nikimdhihirisha Kristo katika kila ninalolifanya, katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Masomo zaidi katika tafakari yetu leo ni kutoka waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 4. Biblia tafsiri ya King James inasema, tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 12 inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Na waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 17 inasema, katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu. Kwa kuwa kama yeye alivyo, ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humo. Haleluya. Nimelitafakari hili neno leo, tafakari ya leo. Nikasema labda tujikumbushe sote kwamba maisha haya tulio nayo ya kufukuzana, unafukuzana, unajisahau kwamba wewe ni nani, yanatupotezea muda. Tenga muda, sikiliza hii tafakari tena na tena, soma maandiko haya tena na tena, kama ambavyo nimekuwa nikifanya, tukijua kwamba sisi tumekirimiwa tabia, tumekirimiwa ahadi, tumekirimiwa uwezo wa kimungu, tumefanyika watoto wa Mungu. Sisi tunaoliamini jina la Yesu tumefanyika wana wa Mungu. Yaani sisi tu viumbe Mungu, tu washirika wa tabia ya Mungu. Maanake kwamba mtazamo wetu wa maisha utabadilika sana. Hautakuwa unatazama kwa ule uzoefu wako wa kila siku, sijui hivi sijui vile. Utakuwa unaishi katika kiwango cha kiungu. Ndio maana katika
Katika Wafilipi tunaambiwa yatafakarini yaliyo juu, Mungu aliko, Bwana aliko. Yafikirini yaliyo juu, sio ya chini. Kwa sababu kimsingi, kwa kweli, sisi tu uzao wa Ibrahimu, tunatokea mbinguni, tunao uzima wa milele kama Yesu Kristo alivyo. Hebu fikiria, kama Yesu Kristo alivyo juu mbinguni, ndivyo nilivyo mimi duniani, ndivyo ulivyo wewe hapa duniani. Maanake sisi tu mabalozi wa ufalme wa Mungu, tu mabalozi wa baraka za kiungu. Sisi tu viumbe wa kiungu. Unajua, ukikariri na kurudia na kurudia na kurudia, moyo wako utaanza kuwaza hivyo, mtazamo wako utakuwa unatazama hivyo. Maanake nini? Maanake ushindi wako utakuwa dhahiri. Ushindi wako katika maisha haya utakuwa dhahiri. Utambulisho wako hauko kwenye vitu ulivyo navyo. Utambulisho wako uko kwenye kile ambacho Bwana Yesu Kristo amekitenda kwa ajili yetu. Mungu ndivyo anavyotutazama. Yaani anavyonitazama mimi na wewe, anamwangalia Kristo Yesu ndani yetu. Kwa hiyo sisi asili yetu ni ya mbinguni, tuna tabia ya kiungu. Kwa sababu hiyo basi, matarajio yetu yataendana kufuatana na uzima ulio ndani yetu. Tunachotakiwa kufanya, tunatakiwa kujua, kutembea na kuenenda katika ufunuo huu. Bwana akubariki. Kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, karibu. Na hii hapa ndio sala ya kukuongoza kuingia katika wokovu. Sema: O Bwana Mungu, nakuja kwako katika jina la Yesu. Ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, napokea uzima wa milele katika roho yangu. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana, mimi sasa ni mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Kwa sala hii, karibu katika ufalme wa Mungu. Nakubariki kwa jina la Bwana Yesu, nakubariki kwa Roho Mtakatifu, ukulie wokovu. Haleluya. Nambari zetu ni alama kujumlisha 255 766 444 996. Mungu Baba aliyezifanya mbingu na nchi akubariki.